ameitaka serikali kufanya uchunguzi wa kina kuhusu shughuli za makanisa nchini kufuatia ongezeko la mafundisho hatari na yenye madhara, wakitoa mifano ya Shakahola na tukio la juzi katika kanisa la St. Joseph Missions lililoko katika kaunti ya Migori. Wachungaji hao wamesisitiza kuwa hatua za haraka zinahitajika ili kuzuia vifo zaidi na kurejesha imani ya umma katika taasisi za kidini. Akizungumza katika sherehe ya mchungaji Anthony Muiru wa kanisa la Ambassador Faith, Askofu Cosmas Masambaga alitaka serikali kufanya ukaguzi wa makanisa, kuchunguza mafundisho yao na kuchukua hatua dhidi ya viongozi wa kidini wanaoshiriki katika matumizi mabaya ya mamlaka. Aidha, walisisitiza kuwa lengo lao si kuvunja uhuru wa ibada bali kulinda wafuasi dhidi ya udanganyifu. Sababu ukikuta sana ya Siaya imetokea, bado tena ya Kilifi pia kwamba imetokea. Kilifi imetokea, angalia vile ambapo kwamba ya Kilifi imetokea. Ya Kilifi waliregister kama kampuni, hawajaregister kama kanisa, lakini kwa ground wanaitwa kanisa, lakini registration serikali inajua ni kama kampuni. Alafu inafika mahali inakuja kuharibia kanisa jina. Hatutakubali jambo kama hilo. Sisi wote tunatii sheria, na kama vile Biblia pia imesema kuna manabii wa uongo na kuna mapasta wa uongo. Kwa hivyo mimi naweza uliza nchini kote, tafadhali, kama if you have a calling as a pastor, ufanye ile kazi Mungu amekuitia kufanya. Hilo jambo hata sisi tunadhambisha, kwa sababu sidhani kama mtumishi mwenye ameteuliwa na Mungu anaweza kuelekeza watu kwa njia zenye hazistahili. Kama kanisa tunafaa tu kujiangalia na kila mtu anachunguza mienendo yake. Mtu asikuwe na njia za kupotoshwa ama njia za kupoteshana katika njia ya haki na kweli. Na juhudi za kudhibiti